Maridhiano ambao mmekuwa mnatumia njia hii ni njia mbovu ya kina Mzee Butiko, ambao inawezekana wakawa wanajaribu kujifanya kama wanakaripia masuala ya utekaji, kujifanya kama wakali juu ya dhuluma, kujifanya kama ni wakali juu ya rushwa, kujifanya kama ni wakali juu ya ubadhirifu, afu baada ya hapo wanakuja wasema sasa tukae pamoja, tuanze pamoja, tuiweke nchi pamoja, twende pamoja. Hayo sio maridhiano. Hiyo sio njia ya maridhiano. Ifahamike, vitendo vingi vya unyama vinavyoendelea katikati ya jamii kwa siku nyingi, askari atachomewa nyumba yake na wananchi, mara sijui mahali fulani unasikia askari wametumika wamemuua mtu fulani, au askari wamefanya vitu fulani, au aidha kuna mahali unasikia mtu kapigwa kauawa. Maridhiano na hakika ilikuwa yalete tija. Tutengeneze kikundi cha uasi ambacho kitakuwa ni kikundi cha kutetea wananchi wa Tanzania. Tumeamua tujitokeze wazi, bila uoga, bila kuwa waoga kwa lolote lile, kwa sababu tumevumilia kwa muda kuona kwamba serikali hii haramu itajirekebisha au itajiita mkutano na kutaka kujua wananchi wanadai nini, lakini bado kila kunapokucha wamekuwa wakiwaumiza wananchi, wakitia hasira kwa mioyo ya wananchi. Polisi wamekuwa wakiwateka wananchi, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu na kuua watu na kuwapiga watu bila sababu. Hawajajiita mkutano wakajihoji kwa mauaji waliofanya tarehe 29 mwezi wa 10. Hawajajiita mkutano wakajiuliza ama wakatafuta makosa yao, ili hali wamekuwa ni watu wa kusifiwa pale wanapofanya mauaji. Ndugu wananchi, ninaombeni kikundi hiki kinapokuja kwenu, sio kikundi cha kuangamiza wananchi, sio kikundi cha kutishia maisha ya wananchi. Ijapo polisi watakaonisha habari hizi na kutuita majambazi, waahini, ila sisi tumekubali kuitwa waahini kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu polisi wamekuwa wakiwakamata watu na kuwapandikizia vesi vya uongo na kuwapandikizia kesi ya uahini. Basi neno uahini limekuwa neno la kawaida kwa jeshi la polisi. Tunachojua kwamba muahini ni mtu ambaye ameamua kuipindua serikali ama kumtoa rais madarakani, ila sisi ambao tunaitwa waahini, tunapopinga uovu tunaitwa waahini, tunapandikishwa kesi za uongo. Basi tumeamua tujitokeze hadharani ili tuwe waahini kamili. Polisi anaponiua, polisi anaponikamata, anikamata akiwa na ushahidi kamili ya kwamba mimi ama yule ameua polisi 10, ameua polisi 20. Anapokuwa amekamatwa, basi anakamatwa kihalali kwa mauaji ya polisi. Haya mambo tuliyatangaza na tukasema hadharani. Serikali wasipotusikiliza, wameshindwa kutusikiliza, wameshindwa kitutia hasira, wameshindwa wakitutia hasira milioni mwetu, wameshindwa wakituteka, wameshindwa wakitukamata na kutufuatilia. Hata pia nafikia mahali ambapo wanaifuatilia mitandao yetu na kublock akaunti zetu bila sababu, kwa sababu ya kukemea uovu, kwa sababu ya kupinga uovu, kwa sababu tunaitaka katiba mpya. Hawajaweza kutusikiliza. Serikali ikiongozwa na Mwiguru wamekuwa ni watu wanajipiga, wanakuwa na kifua, wanakuwa na kiburi, wanapokuwa wanazungumza wanakuwa ni watu wa kututia hasira. Start with a 50% deposit bonus. Increase your wanazungumza wanakuwa ni watu wa kututia hasira. Mwiguru ameisikika hadharani akiwakejeli wanaharakati wa nje, akisema wao ndio wanaleta vurugu. Ili kama waziri mkuu ambaye hajachaguliwa na wananchi angejiita mkutano, angewasikiliza watu wanadai nini, angesikiliza kilio cha wananchi, wangejiita mkutano na kuitisha maridhiano ya katiba mpya. Cha kwanza basi, ili haya mambo yasiendelee kwa polisi na wananchi, kwa sababu sisi tumeamua tuanzishe vurugu ili polisi anaponikamata na kesi ya uhaini, hiyo ni ya ukweli bila kupinga, hiyo ni kesi ambayo
ako na ushahidi nayo, kuliko kunikamata kwa kesi uongo na kuniweka jela bila makosa. Basi tumeamua sisi tu dili na polisi. Kamata polisi, dili naye. Umekamata mke wa polisi, baka. Umekamata polisi, ua. Umekamata mtoto wa polisi, ua. Sisi hatuna vita na mwanajeshi, sisi tuna vita na polisi hawa ambao wameamua kujizima data, ambao wameamua kuwageuka wa Tanzania na kufata muongozo wa wakubwa wao bila kuwa na utu wa kibinadamu, bila kuwa na utu wa kibinadamu, ama bila kufuata taratibu za kisheria, ila wamekuwa wakifanyia chama kazi. Badala ya kufanya kazi kama polisi, wamekuwa ni watu wanakifanyia chama kazi. Wamekuwa ni watu wanatuma na kuoa watu ili hali wanalipa mshahara 300,000. Ndugu zangu polisi, hatukuona tunataka tufikie haya. Hata mimi ninaipenda amani. Ninaipenda amani sana, lakini mmetulazimisha wananchi kuchagua haya. Cha kwanza, mkitaka haya masuala yasiendelee, acheni kuwateka watu. Acheni kuwateka watu. Acheni kuwateka watu. Acheni kuwafira wanaume. Acheni kuwabaka wadada. Unapokuwa umetumwa na mtu, hebu jiulize mara 2 mara 3, kwa nini nafanya hivyo? Lakini mnapozidi kuendelea, hata sisi tutazidi kuodini na nyinyi. Na tarehe 29 sitataja mwezi, sitataja siku, lakini nataja siku yenyewe. Tarehe 29 tunafanya yale ambayo sisi tunakuja kudini na polisi. Vijana wangu watafanya kazi kwenye kambi, ni kuua polisi, ni kuchinja polisi. Furaha yetu kubwa ni kuona polisi amekufa. Furaha yetu kubwa ni kuona mke wa polisi amekufa. Furaha yetu kubwa ni kuona mtoto wa polisi amekufa. Furaha yetu kubwa ni kuona mke wa polisi amekufa. Na tunapokuwa tunamkamata polisi, tunamkata kidole, tunamkata kucha, tunamkata makende, tunakata viungo vyote vya mwili, ili apate funzo, ajue uchungu wa kulia ndugu zetu, ajue uchungu wa ndugu zetu kuuawa. Hata kama tutauawa, basi tujue kwamba tumekufa kwa haki, tumekufa tukipambania taifa letu, tumekufa tukipigania nchi yetu, tumekufa tukipambania taifa letu pendwa Tanzania. Serikali imekuwa ni serikali ya ovyo ambayo inawahubiria wananchi amani, lakini inawanyima haki zao. Kwa nini unihubiria amani ili hali haki yangu ya msingi unipati? Sisi tunipenda nchi yetu Tanzania. Tupo tayari kuisikiliza serikali kama watageuza mawazo wao. Mkigeuza mawazo yenu, mkatupa katiba mpya. Maana hatuombi katiba mpya, hatudai katiba mpya, tunaitaka katiba mpya. Tunaitaka mahakama isingiliwe. Mahakama ifanye kazi yake bila kuingiliwa na serikali. Mahakama ifanye kazi yake bila kuingiliwa na serikali haramu. Tunaitaka mahakama, mawakili na mahakimu wafanye kazi yao. Tunaitaka elimu bora, sio elimu ya maferia. Wabunge wanakuwa feria darasani, hata majina yao hawajui kutaja majina yao, wanaapishwa hawajui kusoma majina yao. Tunataka bunge ambalo lina wasomi. Cha tatu, tunataka uchaguzi mpya urudiwe. Tunataka uchaguzi mpya urudiwe. Waliotekwa wote waachiliwe bila masharti. Waliotekwa wote waachiliwe bila masharti. Hata kama mtafanya yote, hebu fanyeni machache pole pole. Mwasikilize watu wana deni. Ila kama sivyo, mnapozidi kuwazuia watu, wasiongee, mnazidi kuchochea hasira zaidi. Mnapozidi kuua watu, mnapozidi kuwateka watu, mnazidi kuzua taharuki kubwa katika taifa hili. Na hatutanyamaza. Na mimi nimeamua kujitokeza na kusema kikundi kimeanza. Hiki kikundi hakiguzi mwananchi, hakiguzi mali ya mwananchi, kwa sababu mwananchi amekuwa akionana na polisi. Mwananchi amekuwa akionana na polisi. Polisi anabaka mwananchi, polisi anafira mwananchi bila na anapokuwa anaua anasifia na serikali. Tunaishukuru jeshi la polisi kwa kazi nzuri. Sasa basi, kwa sababu neno uhaini limekuwa ni jambo la kwenda kwenu, sasa tunakuja tulina nyinyi, tuwaue, ili mnaponikamata Trump, ili mnapomkamata fulani, mumkamate kihalali. Ya kwamba kwa nini amekamatwa? Amekamatwa ya kwamba amewaua polisi 50, amewaua wake za polisi 20, amewaua madiwani wa CCM. Hatuna chuki na chama. Hata mimi mwenyewe nimekuwa CCM muda mrefu sana. Lakini tunakemea uovu. Tunaonekana si ni umbo, tunaonekana si hatufai. Basi tumejitolea hadharani, tumekuja wazi, na tarehe 29 mwezi ambao sitautaja, mtajionea wenyewe. Polisi, andeni wake zenu. Wewe mke wa polisi, andaa mume wako kwa mjane. Mwambie mume wangu, naona umeamua kwa mjane. Naona ukiwa marehemu. Ambia kabisa mume wako ajiandae kuwa mjane. Mwambie kuwa mjane, ajiandae kuwa mjane. Mwambie mtoto wako kwa baba yako kwamba hivi karibuni atakuwa yatima. Kwa sababu sisi tutadina wote, awe mtoto, awe mke wa polisi, awe polisi.
Hivyo ndio vita vyetu. Ila kama serikali itabadili mawazo, na natoa onyo, kama serikali itabadili mawazo na kuwasikiliza watu wanachodai ni nini, hatutafikia huko, kwa sababu hatupendi tuwe Kongo, hatupendi tuwe Sudani, hatupendi tuichafue nchi yetu, lakini tunalazimishwa tuichafue nchi yetu, tunasukuma kuichafua nchi yetu. Ila kama serikali itaendelea kwa kuandamiza watu, basi nawaahidi kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama Mungu wetu aishivyo, tutafanya hivyo. Tarehe 29 tutafanya hivyo. Tarehe 29 tutafanya hivyo. Muanze kujiandaa. Muanze kuweka risasi pamoja. Muanzeni kuweka bunduki zenu sambamba, kwa sababu tutadili na nyinyi, hatutamwangalia, hatutacheka na umbo, hatutacheka na kenge. Unyama vinavyoendelea katikati ya jamii kwa siku nyingi, askari atachomewa nyumba yake na wananchi. Mara sijui mahali fulani unasikia askari wametumika, wamemuua mtu fulani, au askari wamefanya vitu fulani, au aidha kuna mahali unasikia mtu kapigwa, kauawa. Maridhiano na hakika ilikuwa yalete tija hiyo, lakini kuona kwamba mambo hayo bado yanaendelea, watu watapigwa risasi, watu watatekwa, watu watauawa, watu watafanywaje, afu unakuja unaona wanaowafanyia hivyo vitu ni watu hao ambao waliwahi kusema tunakaa maridhiano. Wanaovirudia vitu hivyo ni hao waliosema tulikaa kwenye maridhiano. Ni wazi na kuja kuonyesha kwamba njia iliyokuwa inatumika. Nianze na kuhusiana na maridhiano ambalo ndo kwa sehemu kubwa limekuwa linapiga kelele sana kwenye mioyo ya wana CCM, ambao kwa sehemu kubwa mmekuwa mnajaribu sana kulipush. Nimeona kina kiongozi na wengine mnajaribu kulipush la kuhusiana na maridhiano, ambalo wengi wamekuwa nasema yameisha yale, yamepita yale, sasa hivi tutazame mapya. Sasa mimi nataka nilichambua kidogo hicho kinachoitwa maridhiano. Nichambue tu kidogo. Kiujumla, maridhiano, huenda njia hii imeanza siku nyingi sana kutumika. Ya njia hii ya maridhiano hii huenda imeanza siku nyingi kutumika, aidha kabla hatujazaliwa wengine imetumikaga hii njia ya maridhiano, ambayo inawezekana kuna baadhi ya mambo hayataenda sawa, zinakuwepo siku 100 mbele baada ya uchaguzi, ambazo ndo sasa zinakuwa za maridhiano, kuitana, kukaa pamoja na kuliziana. Kuna wengine ambao sasa ndo hapo itakuwa ni sehemu ya kupewa na wenyewe magari ya kifahari, waanze kutembelea na wenyewe barabarani, onekana sisi kwa kweli serikali inatujali, na kuanza kupita kwenye watu wao au wanachama wao, au kupita kwenye sehemu za jumuiya zao, na kuanza kujaribu kuonyesha kwamba kwa kweli serikali haina shida sana, yani iko vizuri kabisa. Kwa kweli sasa twendeni, sasa tuanze upya. Huenda zimetumika njia hizo kwa siku nyingi, lakini mwisho wa yote nimeona kwamba maridhiano ya njia hiyo yameleta madhara sana kwenye jamii ya sisi tuliozaliwa kwenye miaka ya karne hii ya 20. Yameleta madhara sana kwa sisi tuliozaliwa kwenye karne ya 20. Na nani ambaye anaweza akawa sababu ya hayo madhara kuyaondoa? Ni sisi hao wa karne ya 20. Tunaweza tukazungumzia kwamba madhara yalianzia wapi mpaka yametufika na sisi hapa, na nini kifanyike. Ndio hiki ninachotaka nikizungumzia hapa. Maridhiano ambao mmekuwa mnatumia njia hii ni njia mbovu ya kina Mzee Butiko, ambao inawezekana wakawa wanajaribu kujifanya kama wanakaripia masuala ya utekaji, kujifanya kama wakali juu ya dhuluma, kujifanya kama ni wakali juu ya rushwa, kujifanya kama ni wakali juu ya ubadhirifu, afu baada ya hapo wanakuja wasema sasa tukae pamoja, tuanze pamoja, tuiweke nchi pamoja, twende pamoja. Hayo sio maridhiano. Hiyo sio njia ya maridhiano. Ifahamike, vitendo vingi vya unyama vinavyoendelea katikati ya jamii kwa siku nyingi, askari atachomewa nyumba yake na wananchi. Mara sijui mahali fulani unasikia askari wametumika, wamemuua mtu fulani, au askari wamefanya vitu fulani, au aidha kuna mahali unasikia mtu kapigwa, kauawa. Maridhiano na hakika ilikuwa yalete tija hiyo, lakini kuona kwamba mambo hayo bado yanaendelea, watu watapigwa risasi, watu watatekwa, watu watauawa, watu watafanywaje, afu unakuja unaona wanaowafanyia hivyo vitu ni watu hao ambao waliwahi kusema tunakaa maridhiano. Wanaovirudia vitu hivyo ni hao waliosema tulikaa kwenye maridhiano. Ni wazi na kuja kuonyesha kwamba njia iliyokuwa inatumika ni mbovu. Ndio maana haijalizaa taifa letu kuwa na viongozi waadilifu,
hayajadhaa, kwa sababu ya maliziano hayajaanza leo. Nafikiri hata kwenye kipindi cha Kikwete, kipindi cha Magufuli, kipindi hata cha Mkapa na vipindi vingine, nafikiri hiyo njia ya maliziano waga inakuwepo, ambao ndio kusainishana, siji kukubaliana. Baada ya hapo basi wanapitishana wanaokuwa wamepitishana. Sasa njia hii inawezekana imetumika siku nyingi, ila nimeona haijazaa chochote. Hebu nianze kwanza na andiko hili. Usikie maliziano haya yaliyowahi kutumika kwenye Biblia na ambayo hayatakuja kuleta madhara yoyote. Katika kitabu cha Misali 28, nianze na mstari wa 13, Misali 28 mstari wa 13. Na hakika sana Biblia nimechunguza, nimeona katiba ya Tanzania au katiba ya Tanganyika asilimia kubwa imechukua sehemu nyingi ya sehemu ya Biblia ikakochi mule. Sasa acha tuitumie, hebu tuione. Katika Misali 28 mstari wa 13 nasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa fafanuzi za njia ya kimungu, afichaye makosa yake akataka tu maliziano hatafanikiwa. Jumuiya yoyote ambayo itakuwa inataka kwamba tunakubaliana twende sasa bila kuwa na uelekeo mmoja akawa ameficha, ameweka kisasi moyoni kuhusiana na alivyowahi kufanyiwa vibaya, hayo sio maridhiano na yataleta madhara makubwa mno. Kitakachofanyika itakuwepo sasa ni kuviziana kwa chini kwa chini. Jana nilipanda bajaji moja hapo, nilikuwa natoka mkoa wa Rukwa, nimepanda bajaji, akapanda mule askari, akawa anajaribu kupigisha stories hapa na hapa, lakini walikuwepo watu wengine wamenuna kweli kweli, yani anajaribu kujichekesha pale, wanangu mnasemaje wanangu, nyingi tu anachomeka story, anachomeka anajichekesha, lakini watu wamenuna kweli kweli, kwa sababu baada ya hapo wengine wakawa wameshuka, ni hao waliua ndugu zetu wa Oktoba 29. Sasa hicho ndo kinachoitwa maridhiano yanakuwa yamefanyika, lakini huku watu wana visasi moyoni. Ngoja nikuonyesha andiko jingine hapa tena katika Luka. Nisome Matendo ya Mitume hapa, alafu nitasoma na Luka. Acha tuchambue kidogo. Nimeanza neno la maliziano. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 17, maandiko yanasema hivi, basi sasa ndugu, najua ya kuwa mlitenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda, lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Asema mstari wa 19, asema basi, mstari wa 19 asema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwakwe kwake Bwana. Mstari wa 19 nirudia, asema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Tubuni mrejee. Hapa kuna maneno walikuwa mitume wanayahubiri. Hawa watu wakaendelea kuwasikiliza, wakajaribu kuwakumbusha, mlimtesa Yesu, mlimsulubisha Yesu. Hii Mungu alikuwa akaweka mtego, lengo aje awaonye. Mkishaonyeka mkaamua kukiri na kusema kweli tulikosea, ndipo msamaha anauleta wa dhambi juu yenu. Ndipo zinakuja nyakati za kuburudishwa, nyakati za kukubaliwa. Sio tu ile ambayo tukubaliane sasa, ukiri makosa yako. Kwa mfano kama hapa wanajaribu kuambia mlimsulubisha. Hebu nirudie hapa mstari wa 18, anasema lakini mambo yale yaliyohubiriwa Mungu. Nirudie 18, anasema lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Ateswa na nani? Utakuja utaona ni Wayahudi walimtesa, ndo anawakumbusha mlimtesa, mlitenda vibaya. Nirudi tena Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa ngapi hapa?
mstari wa 37. Sasa walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tufanyeje ndugu zetu? Nasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Mpate ondoleo la dhambi. Tubuni. Kutubu ni kukiri, kuweka wazi kwamba kweli hapa tulikosea. Ndipo sasa makubaliano huanza. Nimeona Samia alikuwa anasema kwamba haiwezekani, alikuwa anasema kwamba lazima tufanye vitu fulani ndio maliziano yaje. Hiyo sio serikali. Hiyo sasa itakuwa sio serikali, sio dola hiyo. Yaani mpaka tufanye vitu ndo kuliziana kwenye. Hata Mungu mwenyewe hasamei mtu mwenye kiburi. Hakubaliani na mtu mwenye kiburi. Lazima ukiri, useme hapa nilikosea. Ndipo yanakuja maridhiano ya kukubaliwa aidha na uliyemkosea. Ndipo kukubaliana kuna kuwepo. Ikiwa wewe mwenyewe mtoto wako akikosea huwa unamchapa, ndo njia ya kumrejesha, kama kupatana tena upya, kwamba usirejee tena, usirudie tena, na yanakuwepo maonyo, usirejee, usirudie tena. Sasa inawezekana kuna namna ambayo wanataka malizeni, ila hawataki ukumbushe kwamba kuna namna kilichopelekea, kwa sababu inakuwepo. Waliandamana tu, walishinikizwa, walitoka nje ya nchi. Baadaye tena wanakuja wanasimama bunge, sema tuombee wale waliouawa siku ya maandamano. Si walitoka nje ya nchi, nyinyi wenyewe mlisema. Wameharibu miundombinu. Haya, waliokufa hutoi idadi. Kwako miundombinu ni bora kuliko waliokufa. Kwani lazima toeshe? Ndo kutubu. Kutubu kuna kamilika huko, lakini kumeenda mbali zaidi. Ni kukiri vile ulivyowahi kukosea zaidi, kujaribu kuonyesha kwamba kwa kweli litupasa tupate adhabu tu kulingana na maamuzi yetu mabovu, kulingana na maamuzi yetu ya ovyo. Tumekosea hapa na hapa na hapa na hapa. Ndipo baada ya hapo unarejesha sasa, ndugu zetu, tufanyeje? Ikiwa wananchi watalizia na kusema kwa kuwa mmekiri, wanaweza wakasema basi endelee kuwepo yeye mwenyewe, kwa sababu kama ameligundua kosa lake. Aidha, kama wataona kwamba kwa kweli sisi kwa namna hiyo hatuhitaji mtuongoze, basi wewe utatakiwa ukae pembeni, wao wachague mwingine. Sasa wanatuma tu viongozi wa CCM, kina kiongozi na wengine wanawatuma tu. Wakishawatuma tena wanaanza kusema yani hiki ndio chama pekee kinachohubiri amani. Ingine mwacheni mama afanye kazi, mume mnamsema sana. Watu wanasema kwa kuwa wanaona kuna ndugu zao walitekwa, kuna ndugu zao waliuawa, ndio maana wanasema waacheni waseme. Mnataka maridhiano. Nisome mnaandiko jingine hapa katika Luka. Luka 23 hapa. Sikia maandiko haya. Luka 23. Luka 23 mstari wa 39 sasa hivi, na mtu mmoja wa wale wahalifu waliotangulia alimtukana akisema, je, wewe sio Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi pia. Lakini yule wa pili akajibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kwa nini Yesu amkubali yule alafu yule mwingine amkatae? Huyu ukaamua kukiri wazi kwamba kwa kweli Yesu huna hatia kabisa. Yaani sisi tena anasimama upande wa Yesu na kumuonya huyo mwingine anayemtukana Yesu kwamba aisee, wewe unakosea, uogopi hata Mungu. Sasa cha ajabu utakutana CCM wote mmeungana, wote mmeungana. Kila mtu huyu atasimama na kwambia kila mtu abaki kwa taasisi yake, usiingilie. Mnasahau kwamba katiba inaruhusu mwananchi kutoa maoni yake. Kwani akiwa kiongozi wa dini haruhusi kutoa maoni yake? Yaani mumeamua kupatana wote kwenye ubaya, tukiri kwamba ubaya ndo wema. Wote mnaamua kukubaliana kwamba hivi ndo maliziano. Yaani hakuna hata mmoja anayekiri tulikosea. Hakikishia hayo sio maridhiano. Hiyo ni kutengeneza njia ya maviziano. Hata watu wakihoji ndugu zetu waliotekwa wako wapi, hamukiri na kuonyesha kwamba tunafanya nini.
kwa sababu sasa tu mnakuja walishinikizwa, waleta machafuzi, waleta uharibifu, ndio maana tutumia nguvu kubwa. Watu waliwahi kuandamana tokea nchi ya Tanganyika imewahi kutokea, inawezekana kwenye kipindi cha wakoloni waliwahi kuandamana, nadhani kama Kagera hivi kama sikosea, kwenye kipindi cha wakoloni kukuta Tanganyika nzima watu waliandamana, hajaitokea. Mnasema tu walishinikizwa na watu wa nje, walichochewa. Unaacha kurudi nyuma hatua kadhaa. Kuna wakati iliwahi kutokea hao viongozi si wa kisiasa waliwahi kuwashinikiza watu waandamane, watu hawakuandamana. Hata kama waliandamana tu kachama peke yake, labda kama cha kina Kafu akina Profesa Lipumba, si Lipumba sio kina, ndio waliandamana labda kichama tu, sio nchi nzima. Mnaacha kurudi mgundue kwamba akina Anthony Polepole walitekwa na walikuwa wanaongelea masuala hayo ya watu wanaoteka watu ambao walikuwa wanajitokeza, polisi tukawapoteza, msiwatafute. Wanaongelea kwamba hawa wana uwezo wa kudhibitiwa, hawa wanatajwa akina Mafwele waliteka watu. Ni kabla ya uchaguzi ifahamike. Tunaingia kwenye uchaguzi, watu walikuwa wanaendelea kutekwa hapo. Huku Polepole jaribu kusema jamani, tukae kwanza chini, tuweke wazi mabaya yetu yote ya kuvuta kula kwa njia nenda. Paka anaongea vile manake ameona sasa amejaribu kushinikiza kwa viongozi wake, wao wenyewe wamekataa, hawataki kupita njia. Ameona acha tumwage mchele kwenye kuku tu wengi, kila mtu ajue nchi yetu imefikia wapi. Makaa ya mawe ambayo sasa migodi yenyewe unakuta tu haieleweki, uje si gesi, nchi zingine wananunua 2000, si kwetu tunayo, lakini unakuta tunauziwa bei hii, si ndo makaa ya mawe, hii si ndo machinga, vyote kuoneka wazi. Wakina Gwajima kuna kadi fani nilikuwa namsikiza akanasema kwamba kupita kuwa rais sio shida, shida kutawala nchi iliyo meguka. Hii ndo sasa tulipofika huku ambapo mnataka sasa muwakusanya watu pamoja. Hii ndo nilikuwa napigia mfano kwamba ni kitendo cha kuchukua kuku, bata, jongoo, paka, chui, simba, nyoka, nge na wadudu wote waharibifu, mbwa, si fisi, si nini, tembo, ni afu na vichanganya kwenye banda moja. Nyinyi bila shaka mnataka watu waendelee kuuana. Hakunaga maliziano design hii. Maliziano ni kukiri, kuweka wazi makosa yetu sisi ni haya.